kumbukumbu, kama tunakumbuka, tulikuja ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 10 tukiwa na CMT pamoja na mkurugenzi pamoja na dasi, na machache ambayo tulizungumza na tukakubaliana mwezi wa kwanza sio tumefunguliwa, kwa maana hayo mapungufu yalikuwa ambayo bado hayajafanyika yaweze kukamilika. Ile baada ya kuwa tumepandisha manunuzi, yule mzabuni aliyeshinda kulikuwa na ongezeko la bei. Sisi ile namna negotiation mpaka kufikia ule mwafaka wa bei inatuchukua muda, na tunapoongea sasa hivi kuna takriban kama wiki moja tumeshafikia ni makubaliano. Lakini changamoto nyingine kwa ni kuhusiana na fundi. Nafikiri wanakumbuka siku ile mkurugenzi angalau alipokuja pale alisema kwamba pengine fundi aliyekuwa anafanya ujenzi hapa aongezewe mkataba kusudi ile kazi kuweze kuanza. Kwa basi tulimwita yule fundi akaja kufanya tathmini na baadaye alitoa mrejesho kwenye ofisi ya uhandisi. Ofisi ya uhandisi walipofanya ile tathmini ikaonekana bei zake zimefanyaje, zimeongezeka. Basi tukaona kwamba wakashauri kwamba tumwache tuangalie mwingine. Basi kama patikana mwingine na yeye akawa amekuja kufanya tathmini. Ndio nafikiri kama sio juzi alitoa mrejesho, na leo wengine kama nipigia asubuhi kwamba wameshafikia mwafaka wa bei ambao ni bei ambazo kwetu sisi hazitatuweza katika uendelezaji wa mradi. Ikifika tarehe 6 katika muda ambao tumepeana wa siku 21, sawa, kituo kiwe kimekamilika na ukaguzi utafanyika. Bahati nzuri mtaalamu wetu yupo. Endapo tutashindwa kumaliza, sawa, watendaji wangu sisi tukalaumu ofisi ya mkurugenzi. Tusabidi tuulizane, tulikubaliana kwa nini tumeshindwa kukamilisha, sio kwa maneno. Tutaanza kuulizana kwa barua. Je, una fit kuwa hapo? Ikiwa kama ni msimamizi wa idara, sina sauti kwenye mradi kutokana na mapungufu ambayo tunazungumza, lakini hizi ni aibu kwetu wote ambao tunasimamia mradi huu. Kwa tuchukue hatua kwenye kutekeleza mradi huu kwa wakati, kwa sababu ni mradi wa muda mrefu na pesa hii mheshimiwa imeingia kabla mwaka huu wa fedha. Iliingia tarehe 26 ngapi? Tumeirusha mwezi wa 7 kutokana na ili iweze kutumika kwa mwaka huu. Fundi wanafanya kazi. Mafundi inakuja tu changamoto tunapofika sema kazi imeanza alafu material yameisha au yamepelea au nini. Amesupply vifaa kwa ajili ya ujenzi, hela ipo, serikali imeleta hela, alipwe. Mafundi wanapokuja kujenga na vibarua wamekamilisha mlichokubaliana, walipwe. Tutendeni haki, sawa, ili pia watu wawe na furaha, wawe na tabasamu.